Haya ni mambo matano muhimu ambayo ni lazima wewe kama binti uweze kuyafahamu. Ni mambo matano muhimu ambayo kama wewe ni binti wa miaka 18 hadi 25 ni lazima uyafahamu haya mambo mapema na uyawekeze mapema ili usije ukajutia umri utakavyosogea mbele. Katika maisha yetu bwana, tumeumbiwa kufanya majukumu mbalimbali. Kuna majukumu ya upande wa kiume, kuna majukumu ya upande wa kike, lakini kwa dunia inavyozidi kwenda kasi, kuna baadhi ya vitu vya msingi sana ni lazima ujifunze, uwe mwanaume au uwe mwanamke. Sasa leo hii niko na mada muhimu sana ambayo asilimia nyingi ina focus kwa mabinti wale hasa wenye umri wa miaka 18 hadi 25. Lakini pia inaweza ikamsaidia hata mtoto wako wa kiume. Kwa hiyo kama we ni mzazi, kaka, ni dada au wenda ni mtu yoyote ambaye unapenda kuwasaidia watu katika kuboresha maisha yao na kuhakikisha wanakuwa na positive productive change ya maisha yao, basi hakikisha unawashare video hii ili waweze kutambua ni vitu gani wanatakiwa viwekeze hasa katika kundi hili la mabinti wenye umri wa miaka 18 hadi 25. Kuna makosa mengi sana yanafanyika katika maisha ya sasa na kuna wapo wachache wanaoyajua, lakini pia wapo wengi ambao wanapuuzia na kuna wasiojua kabisa. Kwa mwisho wa siku wanaingia kwenye makosa yale yale na mwisho wa siku wanaishia kuteseka na kuumia kwa sababu ya kushindwa kuyafahamu haya mambo makuu matano ambayo kama wangeweza kuyafahamu mapema na kuwaelimisha hao mabinti zao au hao mabinti wangeweza kuyaelewa mapema, ingeweza kuwasaidia kuweza kujua wanatakiwa wapange maisha yao namna gani ili waweze kufikia miaka ya juu wakiwa na post productive change nzuri sana za kuboresha maisha yao. Kwa hiyo haya ni mambo matano muhimu ambayo jitahidi sana uweze kuyazingatia we binti ambaye uko kwenye miaka 18 hadi 25. Na kwa nini ninaongelea hili kundi? Kwa sababu miaka 18 hadi 25 ni preliminary age, yani ni prime age ya mwanzo kabisa wa kijana. Yani huyu ndio kundi la kwanza la awali la vijana, ambao hawa vijana wanakuwa wana sifa kubwa moja ya ugeni wa mambo. Yani wanakuwa ni wageni kwenye vitu vingi katika maisha yao. Wanakuwa wageni kwenye uchumi, kwenye mahusiano, elimu, mambo mengi, kujitegemea, vitu vingi vyote utakavyoviongea katika maisha wanakuwa ni wageni, kwa hiyo hawajui vitu vingi. Kwa hiyo sifa kubwa ya watu ambao ni wageni katika maisha yao wanakuwa ni washamba, waoga, wanakosa uthubutu. Kwa hiyo mwisho wa siku wanaishia kuchezewa, kuharibiwa thamani zao na wanakosa kufikia malengo yao waliojipangia mbele, kwa sababu wameshaharibiwa dira na mwelekeo waliokuwa wanatakiwa kwenda kufikia hatua nyingine au stage nyingine ya ukuaji na kuweza kufikia hayo malengo yao au maisha yao mengine kutokana na kile ambacho wanakidhamiria au wanachotaka kufanya kwa hapo baadaye. Sasa haya ni mambo matano ambayo jitahidi uweze kuyazingatia ili uweze kufanikiwa. Jambo la kwanza ambalo ni lazima ujifunze kama we ni binti ambaye una miaka 18 hadi 25 na unasikiliza video hii, basi uko kwenye eneo nzuri zaidi. Jambo la kwanza unatakiwa ujifunze kuhakikisha unapata elimu sahihi ya mambo ya mahusiano, uchumba pamoja na ndoa. Elimu ya mahusiano, uchumba pamoja na ndoa. Katika jamii za kizamani na baadhi ya watu ambao bado wana tamaduni hizo, hawakufundishi kwa usahihi yale mambo yanayohusiana na mahusiano. Yani mahusiano inaonekana ni kama kitu ambacho hutakiwi kukiongea kabisa mbele ya wazazi wao. Lakini muda ukifika, hawa wazazi ambao walikuwa hawataki uongee kile kitu wanaanza kukuuliza, lini unatuletea mwanaume? Lakini pia hapo hapo baadaye ukishaingia kwenye uchumba utaolewa muda si mrefu. Mwisho wa siku umeingia kwenye stage ambayo ulikuwa hujajiandaa na haujajua misingi yake ikoje. Kwa hiyo kama wewe ni binti
hakikisha unajifunza elimu sahihi ya mahusiano. Na elimu sahihi ya mahusiano ni eneo pana. Usijifunze kwa ajili ya kuweza kumhudumia mume wako tu au mwanaume. Jifunze kwanza kujijali wewe mwenyewe. Jifunze kujisikiliza hisia zako. Jifunze kujipenda mwenyewe. Jifunze kujithamini kwenye masuala ya mapenzi. Jifunze jinsi ya kuwathamini watu wengine. Ukiweza kuvifanya hivi vitu vikubwa kwako wewe mwenyewe, hata huyo mtu ambaye atakuja katika maisha yako, kuna asilimia nyingi sana utafanikiwa sana na mahusiano yako yatakuwa na nguvu kubwa. Kwa hiyo jitahidi katika hili eneo, tafuta vitabu, tafuta semina mitandaoni zipo. Tafuta video nyingi sana YouTube za kusoma. Sikiliza watu wanachoelekeza. Mahusiano ni nini? Unatakiwa uzingatie vitu gani? Vitu gani vya kujiandaa kabla ya kuingia kwenye mahusiano? Vitu gani ufanye na vitu gani usifanye? Sheria zipi zipo? Jitahidi kukusanya maarifa mengi ya kutosha ili uweze kujiandaa katika eneo la mahusiano, uchumba na ndoa. Usikurupuke tu. Hapo ndio wengi ambapo huwa wanakosea na wanaingia kwenye stage nyingine ambayo inawatesa kwa muda mrefu, na mwisho wa siku wanaona mahusiano ni gereza. Ndoa ni kama jehanamu ambayo nyingine inaenda inakutesa maisha yako yote. Yes, ni kweli itakutesa. Ukiwa haujajiandaa, asilimia kubwa utateseka sana. Na kuna sheria moja huwa inasema the rule of P, prior preparation prevent poor performance. Kwa vile vile hata katika mahusiano, ndiyo maana ninakwambia jitahidi uweze kutafuta elimu mapema. Tafuta elimu. Mfano kama hapa nina kitabu hiki kinaitwa Another Side of Love. Soma vitabu kama hivi. Vitabu kama hivi vipo kwa ajili ya kukuonyesha maarifa, mbinu, lugha, ishara za mapenzi, uweze kujua mahusiano yanahitaji vitu gani, wanaume wanapenda vitu gani. Kwa hiyo utakapojifunza vitu kama hivi, vitaanza kukupa ufahamu mpana wa kuhusu mahusiano. Sio kwamba ni kitu ambacho unaweza ukakimbilia kwa haraka na baadaye ukaanza kujuta kusema kwa nini nimeingia sasa. Wale ambao wameshapata kionjo cha namna hiyo wanajua maumivu yake. Kwa hiyo njia pekee ya kuweza kuepuka maumivu ni kuanza kujifunza, kutafuta elimu sahihi kabla ya kuingia kwenye hicho kitu. Kwa hiyo hakikisha kama wewe ni binti unanisikiliza au mzazi unasikiliza video hii, hakikisha unamfundisha binti yako mambo muhimu sana ya kuhusu elimu sahihi ya mahusiano ya pamoja na uchumba, pamoja na mambo ya ndoa, ili akajiandae vizuri kesho aje awe mtu bora kwenye mahusiano na ailinde ndoa yake. Tuwe na kizazi ambacho kitakuwa kinajua nini maana ya familia na kuwekeza kwenye ustawi wa ndoa. Eneo la pili ambalo nalo ni la muhimu sana unatakiwa ujifunze ni eneo la kujifunza mambo ya uzazi pamoja na maandalizi yake. Yes, wewe ni binti ambaye ni bado mdogo, ambao ndio uko kwenye first stage ya ujana. Kwa hiyo lazima ujifunze masuala ya uzazi, na hapo kuna mabadiliko mengi yanatokea katika maumbile yako. Kuna mambo mengi ambayo yanatokea kama tulivyosema kwamba miaka 18 kuendelea ni umri ambao mara nyingi unaanza kutoka nyumbani, unaanza kujitegemea. Aidha unaenda chuo au uenda unafanya shughuli zako mbalimbali, au umejiajiri au umeajiriwa. Kwa hiyo bado kuna mambo mengi ni mgeni kwenye maisha. Kwa hiyo jifunze masuala ya uzazi na pia jifunze elimu ya maandalizi sahihi ya uzazi. Kwa nini nakuhimiza hivyo? Kwa sababu ni lazima uanze kujiandaa mapema, ujue kama unahitaji watoto au la. Lakini pia utakapojifunza masuala ya maandalizi sahihi ya uzazi, utajifunza uweze kujua kwa umri ulionao, ukipata mtoto na uwezo wa kumuhimili. Usimwangalie mwanaume, jiangalie wewe mwenyewe, kwa sababu kabla ya kumpata mtoto kuna malezi ya ujauzito, wewe ndio utakayeubeba. Pia kuna malezi ya huyo mtoto akishazaliwa, wewe ndio utakayemhudumia. Hata kama mwanaume ataleta vitu vyote, lakini wewe ndio utakuwa naye nyumbani muda wote, utakaa naye, tabia. Na kitu kimoja ambacho
ukikifanyia tathmini utaona ni cha muhimu sana. Kadiri umri wako unavyokuwa mdogo, vile vile pia uwezo wa kuhimili baadhi ya mambo makubwa unakuwa hauko vizuri. Kwa mwisho wa siku unaweza ukajikuta umri umeenda, lakini bado mambo yanakuwa ni ya kitoto. Kwa hiyo mnajikuta wewe na huyo mtoto uliyopata ni kama watoto wote wawili. Kwa hiyo usipojiandaa vizuri, mwisho wa siku mtoto wako ataishia kwenye changamoto nyingine kama lishe duni, utapiamlo, maradhi ambayo yanaweza kuepukika. Na haya yote yanakuja kwa sababu haujafanya maandalizi sahihi ya wewe mwenyewe kujua kwenye mambo ya uzazi unatakiwa uzingatie vitu gani, unatakiwa ujipange namna gani. Kwa hiyo jitahidi ujipange vizuri. Jipange pia hata uanze kujiandaa sasa hivi, uweze kujua ni idadi gani ya watoto utakaowahitaji. Anza kujua kuanzia sasa hivi, usikurupuke tu na kuweza kufikia kiwango ambacho unashangaa una watoto 10, una watoto wangapi. Jiandae mapema kwa sasa hivi uweze kujua ni watoto wa aina gani utakaowahitaji katika maisha yako, na pia ujifunze mambo mengine ambayo ni ya msingi yatakusaidia, ili ukishajua benefits zake, hasara zake ni zipi, na ukajua opportunity zake zilizopo, kwa ukajifunza ukajua katika hayo maeneo yote matatu, utajua sasa hapa kwa staili hii nijipime kwa namna gani. Kwa sababu utakapofanya hivyo utaona kabisa maisha yako yanabadilika na uwezo wako mkubwa wa kufikiri unaongezeka, na hiyo itakuepusha na hatari nyingine ambazo ungeweza kuzipata bila ya wewe kujua. Kwa hiyo make sure unajifunza kwa usahihi mambo ya uzazi katika huu umri wa miaka 18 hadi 25, ili unavyoendelea huko juu iwe ni rahisi sana kuweza kufocus, kujiboresha, sio kuanza upya. Eneo la tatu ambalo nalo ni la muhimu sana kujifunza kwako wewe binti ambaye bado uko kwenye prime age ni masuala ya uchumi na uwekezaji. Tunaposema masuala ya uchumi ni kitu chochote kinachokuingizia fedha, na uwekezaji ni kitu chochote ambacho unatoa fedha ambayo unaiweka sehemu ikuzalishie fedha nyingine. Kwa hiyo sasa, kama wewe binti mdogo, ni lazima uanze kujifunza mapema, kwa sababu utajiri sahihi unaanza kutengenezwa hapo ulipo. Yaani hapo ulipokaa ndio utajiri wako ulipo. Usianze kufikiria vitu vya miaka 10 ijayo kama haujajiandaa hapa ulipo. Kwa hiyo jitahidi sana wewe binti wa miaka 18 hadi 25 uanze kujifunza mambo ya uchumi na uwekezaji. Kwa bahati nzuri sasa hivi fursa ni nyingi sana. Ukiingia kwenye mitandao ya kijamii unakutana na watu wengi wanafundisha kuhusiana na mambo ya uchumi na uwekezaji. Hakikisha unajiunga kwenye madarasa, lipia, usipende vitu vya bure. Vya bure havikupi thamani kubwa na haviboreshi maisha yako kwa asilimia nyingi. Jitahidi ulipie madarasa, uingie ufundishwe jinsi ya kutumia bajeti, jinsi ya kuwekeza pesa zako sehemu ambapo inakuwa, kwa sababu kuna watu wengine wanawekeza fedha zao sehemu ambazo hazikui. Yaani leo ameweka 1000, baada ya miaka 2 itakuwa 1000 yake ile ile, kumbe pesa imeshashuka thamani. Kwa jitahidi binti mapema ujifunze kwa haraka zaidi. Kwa nini ninakuhimiza kujifunza mambo ya uchumi na uwekezaji? Kwa sababu katika dunia ya sasa, kama nilivyokuambia mwanzo, mambo yamebadilika. Zamani ilikuwa mwanaume ndio anafanya majukumu yote, lakini kwa sasa hivi majukumu mengi yanagawanywa kwa mwanaume na mwanamke. Yaani automatically tu mwanamke ana majukumu yake na mwanaume ana majukumu yake, kwa wote wanachangia pato la familia. Kwa hiyo wewe mwanamke ukijifunza vizuri mambo ya bajeti, itakusaidia kuweza kumanage uchumi wa familia, kwa sababu familia yoyote msimamizi mkubwa ni mwanamke, ambaye ndio mama, ambaye ndio wewe unayenisikiliza kama ni binti wa miaka hiyo 18 hadi 28 hadi 25. Kwa hiyo jitahidi ujifunze mambo ya uchumi na uwekezaji. Jitahidi kujifunza kuishi ndani ya bajeti. Usitumie hela kuvuka zaidi ya bajeti yako, utakuwa maskini. Jifunze mambo ya uwekezaji. Uwekezaji kuna maeneo mengi sana ambayo ni muhimu, lazima uwekeze, kama mambo ya ardhi.
mambo ya mifuko ya pamoja, kwenye mabenki, kuna vitu vingi ambavyo lazima uanze kujifunza. Kwa ukijifunza hayo mambo kuanzia sasa, hakika utaona maisha yako yanaanza kubadilika. Utaanza kuwa ni binti mwenye maono ambaye uko focused, na hii itakusaidia kuweza kuanza kukua kiuchumi, na utabalance baadhi ya vitu vingi katika maisha yako. Utajua nini ukifanye kwa muda huu na kipi usikifanye kwa muda huu, na utaweza kujipima katika yale maeneo matatu ambayo ninapenda kuyahimiza, ambayo ni utaangalia benefits unazozipata, utaangalia hasara unazozipata na opportunity. Hizo ndio vitu muhimu ambavyo unatakiwa uviangalie kwenye uchumi na uwekezaji: faida, hasara pamoja na fursa zinazoweza zikatokea. Ukiweza kuwekeza vizuri, ukajifunza mambo ya uchumi na uwekezaji kwa usahihi, polepole, kwa muda, utaweza kujua kutumia kila eneo kwa wakati wake, na hakika utafanikiwa zaidi kwa kadiri miaka yako inavyozidi kwenda. Kwa hiyo anza sasa, usiseme umechelewa. Anza sasa, songa mbele, na hakika utafanikiwa katika eneo hilo, na utaingia kwenye eneo la 4. Na eneo la 4 lenyewe ni kujifunza masuala ya maendeleo binafsi. Yaani wewe ulivyo ni lazima ujiboreshe, lazima ujiongezee thamani yako, na ndio maana hata ukienda mijini unakuta maduka yanakuwa upgraded, wanapiga rangi upya au wanaweka mabango mapya. Vile vile hata simu yako ukiangalia, application ni ile ile ya WhatsApp au ya Instagram au ya YouTube, lakini kuna siku ukiingia wanakuambia you need to update. Sasa hapa ndio swala la maendeleo binafsi. Kwa hiyo kwa mtu anayejitambua ni lazima hakikisha anawekeza katika maendeleo binafsi. Hapa tunaongelea masuala ya kuimarisha afya yako ya akili. Soma vitabu, soma semina, ingia kwenye mitandao ya kijamii kwa ajili ya kujifunza, sio kwa ajili ya kupata entertainment pekee. Kwa hiyo hakikisha unajiboresha, fanya vitu vinavyoongeza thamani katika maisha yako. Sasa jaribu kujiuliza, wewe muda wako wa masaa 24 ni asilimia ngapi ambayo unaichukua kwa ajili ya kufanya vitu vinavyoongeza thamani katika maisha yako? Ukiona muda wako unaotumia ni mdogo sana, jua kuna eneo kubwa na kuna mafanikio mengi unayapoteza kadiri muda unavyozidi kwenda. Punguza yale masaa ambayo unafanya vitu visivyoongeza thamani katika maisha yako, na uwekeze masaa mengi kwa ajili ya kufanya vitu vinavyokusaidia katika maendeleo yako binafsi. Na utakavyofanya hivyo, utaona maisha yako yana thamani kubwa. Kuna utajiri mkubwa umeulalia kwa sababu ya kushindwa kumanage your time. Unapoteza muda mwingi kwenye mambo yasiyo kujenga. Kwa hiyo anza sasa kujifunza, na bado you are smart, na utafanikiwa na kupiga hatua katika level nyingine kabisa za juu. Eneo la 5 na eneo la mwisho ili uweze kuboresha maisha yako ni kuhakikisha unatambua au unakitafuta kipaji chako, unakisimamia vizuri. Sasa kumbuka, hii age kama nilivyokuambia mwanzo ni prime age, yani ni age ambayo ni very potential katika maisha yako. Yani ni sawasawa na ile mbegu ambayo umeiweka kwenye udongo, imeanza kuchipua kidogo. Kwa ni ule mmea tunauthamini sana, ili uweze kukua vizuri na uzalishe vitu vingi ambavyo vitasaidia jamii kwa asilimia kubwa. Sasa huyo ndio wewe. Kwa hiyo jitahidi uweze kuanza kutambua kipaji chako. Hakuna mtu ambaye Mungu ameamua asimpe kipaji katika maisha yake. Kila mwanadamu ana kipaji, sema hatuvitumii kwa kadiri tulivyopewa. Ni wachache sana ambao tunavitumia vipaji vyetu vizuri, lakini wengi hawavitumii vipaji vyao vizuri kwa sababu ya kukata tamaa mapema, na kuna sababu nyingine nyingi ambazo zinafanya watu wengi washindwe kutumia vipaji vyao. Kwa hiyo wewe usiingie kwenye hiyo listi. Kwa hiyo anza kutumia kipaji chako vizuri. Kama unakishindwa au bado haujakigundua, anza kujifunza. Ndio maana pointi ya 4 ya maendeleo binafsi, ukiwekeza vizuri utaanza kujifunza kipaji chako ni kipi. What is your passion? Yani kuna kitu gani ambacho kinakufanya, kinakusukuma uweze kujisikia huru kuishi. Yani hicho ni kitu ambacho hata upewi hela yoyote, you are confident, you are free,
all the time you will invest your skills, your knowledge, your time katika hicho kitu, hicho ndio kipaji. Kwa jitahidi uweze kukitafuta mapema, kwa sababu ukiweza kukitafuta kipaji chako mapema na ukakishughulikia vizuri, utaondokana na stresses nyingi sana katika maisha yako. Utaondokana na unnecessary expenditure nyingi sana katika maisha yako, na utaondokana na kupotezewa muda na watu wasio wa maana katika maisha yako kwa asilimia kubwa sana. Na hivi vitu vitatu ndio asilimia kubwa huwa vinaharibu visions na dreams za mabinti wengi sana, na mwisho wa siku wanaishia kupoteza ndoto zao, kupoteza focus ya maisha yao na kushindwa kujiamini hata kwa vile vidogo na vizuri walivyonavyo katika maisha yao. Kwa jitahidi uanze kujifunza, kutafuta, kutambua kipaji chako. Kwa jitahidi unapofanya hivyo vitu vyote kukumbuka kwamba hakikisha unatafuta kipaji chako, unakitambua hakikisha unatafuta kipaji chako. Pili, kitambue kipaji chako. Hakikisha pia unapoanza kidogo kidogo, inakusaidia kujua uweze kukikuza, na mwisho ukitunze na uishi nacho siku zote za maisha yako, ili kipaji kile kikawanufaisha na watu wengine waweze kujivunia historia nzuri ya maisha yako kupitia kipaji chako ambacho umeanza kukiwekeza kuanzia sasa hivi. Na uzuri wa maisha, mbinu nyingi sana zimeshawekwa kwenye maandishi, mfano kama hiki kitabu changu cha The Change. Hichi ni kitabu maalum kwa wale watu wote wanaopitia nyakati ngumu katika maisha yao. Kwa hiyo kitabu hiki kitakusaidia, kina mbinu mbalimbali, kina tips muhimu na kina mafunzo mengi ambayo yatakusaidia kuweza kupambana na nyakati ngumu utakazokutana nazo na kuibuka mshindi bila stress kabisa. Pia ninakukaribisha katika darasa la mwezi wa 7 tarehe 14 na 15 ambao tutakuwa na Zoom meeting. Tutajifunza vizuri sana kuweka na kutimiza malengo kwa njia rahisi kabisa. Hii ninakupa 100% guarantee, njia ambayo imefanyiwa tafiti. Kwa hiyo ni kushare na wewe kazi yako ni kukopi na kupaste ili ukafanikiwe kiurahisi na kutimiza malengo yako na uweze kuvuka viwango vya juu kabisa kwa mafanikio makubwa. Hakikisha umejisajili hapo chini kwenye darasa, ili tarehe zitakazofika tuweze kuwa pamoja katika Zoom meeting hiyo na kuhakikisha malengo yetu yanatimia in a positive productive change way. So we binti wa miaka 18 mpaka 25, kati ya haya mambo matano ambayo umejifunza leo, au kama we ni mzazi unaisikiliza video hii, kati ya haya mambo matano ni jambo lipi? Unaweza ukaniachia comment hapa chini. Ni jambo lipi ambalo utaanza kulisimamia na kuwekeza kwa binti yako kuanzia sasa hivi? Kati ya haya mambo matano ni jambo lipi ambalo utaanza kuliwekeza kuanzia sasa na uhakikishe linaleta matokeo sahihi na kuhakikisha unajenga positive productive change ya your daughter. Be the change of yourself.